Wapendwa katika Kristo, leo ni siku ya furaha na shukrani kwa Mungu kwa baraka zake alizotujalia katika kanisa lake. Leo mashemasi 18 watapewa daraja takatifu ya upadri. Tumshangilie Mungu kwa upendo wake kwetu. Ndugu zangu wapendwa, tumekusanyika hapa kushuhudia tena kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwa akifanya kila wakati katika historia ya ukombozi wa mwanadamu, kuwaita watu wa kawaida. Anaitwa kumtumikia Mungu ni binadamu kama binadamu wa kawaida, sio malaika. Kwa hiyo Mungu anaita watu wa kawaida kwa utume usio wa kawaida. Watu wa kawaida kwa utume usio kuwa wa kawaida. Ni utume wa kipekee kabisa. Tunaadhimisha si mafanikio ya wapewa daraja, bali uaminifu wa Mungu ambaye anaendelea kulipatia kanisa lake wachungaji. Kristo anatukumbushia, hamkunichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi na kuwaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu. Maneno haya yapo katika kiini cha wito wa upadri. Upadri sio kazi mtu anajipatia au anajitwalia. Si kazi ambayo mtu anajitwalia, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anayeita. Mmesikia katika somo la kwanza mwito wa Nabii Yeremia. Mmesikia kwamba nilikujua kabla sijakuumba tumboni. Nilikujua kabla sijakuumba tumboni, na nikakutakasa kabla hujatoka tumboni, nikakuweka uwe nabii kwa mataifa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona kwamba wito wa upadri ni zawadi. Mwenyezi Mungu ndiye anayeita, na kama Mungu amekuita kumtumikia, hakuna binadamu anayeweza kuzuia hicho. Utafika tu na utamtumikia Mungu. Wapendwa wadarajiwa, sio watarajiwa, wadarajiwa, yani wanaopewa daraja, wadarajiwa. Kwa hiyo hawa mnaoona kwa mashemasi ni wadarajiwa, wanasubiri kupewa daraja takatifu ya upadri. Wapendwa wadarajiwa, leo mikono yenu itapakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Mikono hiyo itawabariki watu wa Mungu. Hadi huwa anabariki. Kwa hiyo mikono hiyo ambayo itapakwa mafuta kufanya kazi ya kubariki watu wa Mungu. Itaadhimisha Ekaristi takatifu. Itawaondolea watu dhambi. Sasa tasema mikono inaondoleaje watu dhambi? Unapoenda kuungama, si padri ananyosha mkono wako na nasali ile sala ya kukondolea dhambi, nami nakondolea dhambi zako kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na mikono, kwa hiyo mikono hiyo nafanya kazi hiyo
kuondolea watu dhambi. Itawapaka wagonjwa mafuta na itawafariji wenye huzuni. Aidha, kwa midomo yenu mtatangaza habari njema ya huruma ya Mungu. Habari njema ya huruma ya Mungu. Kwa kupakwa mafuta mnawekwa wakfu, na sio kwamba mnafanywa kuwa wakamilifu kama malaika. Mnawekwa wakfu, yani mnatengwa, lakini haimaanishi kwamba unakuwa baada ya kupakwa mafuta unakuwa mtakatifu kama malaika. Haimaanishi hiyo, ila umewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo mnabakia bado vyombo vya udongo. Katika maandiko matakatifu Mungu aliwaita wale ambao walijua udhaifu wao. Musa aliitwa kwenda kuwakomboa wale wana wa Israeli. Alisema, mimi ni nani hata niende kwa Farao kwenda kumwambia awachie Waisraeli? Mimi ni nani? Alisikia udhaifu. Yeremia, kama tulivyosikia alivyoitwa, Yeremia anaanza kulalamika kidogo, mimi ni mtoto wala sijui jinsi ya kusema. Kwa hiyo mtu anakiri, anaona kwamba kuna udhaifu, lakini Mwenyezi Mungu anatumia chombo hiki dhaifu kufanya kazi yake, na tena kazi kubwa. Baada ya kupewa daraja takatifu, mtakabidhiwa kundi la watu, parokia, si wapi, lazima, sababu unapadrishwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Upadrishwi kwa ajili ya kwamba kwa ajili yako mwenyewe, hapana, kwa ajili ya watu. Kwa hiyo utakabidhiwa kundi mahali la kulihudumia. Ni wazi kuwa hawa waamini hawatarajii mwe na majibu ya kila kitu na kila swali, kwa sababu na wenyewe wanajua kwamba hawa ni binadamu na si miungu. Binadamu hajui kila kitu, Mungu ndiye anaye. Lakini hawa waamini wanatarajia kuona ndani mwenu padri anayemjua Kristo, padri anayesali, padri anayewaadhimishia sakramenti kwa heshima, padri anayesikiliza shida za watu kwa makini mkubwa na kwa subira, padri anayehubiri ukweli na sio kuponda au kutukana watu. Unapohubiri, hubiri neno la Mungu, hubiri ukweli, lakini sio kwamba utumie mahali kama hapa kuponda watu au kutukana watu. Hapana. Wanatarajia kuona padri anayewatembelea wagonjwa na kuwafariji wenye huzuni na waliokata tamaa. Wanatarajia kuwaona mapadri wanaopenda wale waliokabidhiwa, yaani mnapenda kundi lako ambalo umekabidhiwa, wapende na kuwahudumia. Pia waamini wanatazamia kuona kwamba mapadri walio waaminifu na mapadri wanaofikika, mapadri wanaofikika, yaani kwamba muumini anaenda kwa padri hauni wasiwasi, anakwenda. Na muumini asiende kwa padri kwa hofu kama anaenda kituo cha polisi. Hapana, aende kwa padri akijua kwamba huyu padri atanisikiliza na atanisaidia. Wanatazamia kuona padri ambaye mwenye huruma na anayejitahidi kuwa mtakatifu, na padri anayetafuta wale waliopotea. Waamini wanahitaji wachungaji ambao mioyo yao inafanana na moyo wa mchungaji mwema, wachungaji ambao hutembea pamoja nao na kuongoza kwa Kristo. Baba Mtakatifu Francisco aliyepita alikuwa anasema
wachungaji mapadri wanukie ile harufu ya kondoo. Inamaanisha kwamba yani uko karibu na wale watu. Huwezi kunukia harufu ya kondoo kama hauko karibu nao, haiwezekani. Kama umejitenga nao kabisa kabisa, utakuwaje na harufu ya kondoo? Kwa hiyo alimaanisha padri kwa karibu sana na nini, na waamini wao. Na katika Injili tumesikia kuhusu habari za mchungaji mwema. Mchungaji mwema ambaye anayetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo mnapewa daraja takatifu ya upali kwenda kuwatumikia watu kwa nguvu zote kabisa kabisa, bila kujibakiza. Kuwa tayari, nasema kuwa tayari kutoa uhai wako kwa ajili ya kondoo. Pale ni Kristo mwingine. Kristo alimwaga damu yake kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo na ninyi fanya kazi ya Mungu bila kujibakiza. Bila kujibakiza. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu. Padri usimama altareni sio kwa jina lake, bali katika nafsi ya Kristo. In persona Christi. Padri anapokuwepo pale anasimama akimwakilisha Kristo. Sio yeye, anamwakilisha Kristo. Padri ni Kristo mwingine. Kila wakati mtakapoadhimisha Ekaristi Takatifu, mtabeba mikononi mwenu hazina kubwa kushinda zote katika Kanisa Katoliki. Hazina kubwa kushinda hazina zote katika Kanisa Katoliki. Hivyo msiruhusu ajabu ya fungo hili kuwa tu kitu cha mazoea. Nasema ni hazina kubwa, na kweli ni hazina kubwa. Kumshusha Kristo sio kitu kidogo. Hii ni hazina kubwa katika Kanisa Katoliki. Iki padri anamshusha Kristo, yaani inakuwa si mkate tena, si divai, ni mwili wa Kristo, ni damu ya Kristo. Kwa hiyo mafumbo haya yaadhimishwe kwa heshima kubwa kabisa kabisa. Muda si mrefu tutakuwa na mahojiano hapa, tawahoji hapa, na moja hapo ya hayo ambayo mtakayohojiwa yanahusiana na hayo mafumbo ya Kristo. Je, mpo tayari kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada, kwa heshima na kwa mapokeo ya kanisa? Haya maneno ni ya kimsingi sana. Kwa ibada, kwa heshima na kwa mapokeo ya kanisa. Haya maneno ni mazito sana, ndugu zangu wapendwa. Ni mazito sana. Ndugu zangu, ninyi watu wa mitandao, karibuni tu hapa, sio ni wiki au wiki na chache kidogo, ndiko kuna kitu fulani natembea. Kuna monstrance iko juu ya altari hapa. Monstrance, yani Kristo yupo pale. Kwa hiyo Kristo yupo pale aabudiwe. Kristo yupo pale aabudiwe. Sasa haya tunaposema kwamba kuadhimisha mafumbo ya Kristo kuendana na mapokeo ya kanisa, kuendana na mapokeo ya kanisa, kile ambacho Kristo anatufundisha jinsi ya kumwabudu Kristo. Kuna jinsi kanisa linatufundisha jinsi ya kumwabudu Kristo. Sasa hiyo clip sio padri amekusanya, si na nchi gani au jimbo gani, mimi sijui. Padri amekusanya watu, kundi la watu kama walivyo hapa, mweka Yesu hapo, makelele na nini, watu wanarukaruka huko na nini, watu wanamwabudu Kristo kwa mtindo wa sarakasi. Najiuliza, hivi watu wanajua
maana ya kuabudu. Watu wanajua maana ya kuabudu. Kristo paswa kuheshimiwa na sio nisemeje, sio kumdhihaki Kristo, sio kumdhihaki Kristo. Sisi tunajua kwa mtano mapokeo ya kanisa katika kuabudu. Tunapoabudu nyimbo za Ekaristi, nyimbo ni nyimbo za kuabudu na nyimbo za Ekaristi. Sasa katika kuabudu uje uanze kuimba manyimbo sijui kishito cha wakoma au kitu gani, sasa kuna uhusiano gani na Yesu wa Ekaristi pale? Kwa hiyo katika kuabudu Ekaristi, heshima zote kabisa. Tulia. Mapokeo ya kanisa. Mapokeo ya kanisa hajatuambia kwamba tumwabudu Kristo kwa njia ya sarakasi. Haipo. Kwa njia ya sarakasi. Sasa ninyi mnaopadilishwa, tafadhali naomba tuwe makini. Tusikengeuke kama hao ambao tumeona wamekengeuka, kuruhusu watu kwa maabudu Yesu wa Ekaristi kwa njia ya sarakasi. Hii tafadhali tumheshimu Yesu wa Ekaristi. Yesu anapaswa kuheshimiwa na sio kudhihakiwa. Sio kudhihakiwa. Kama Kristo yuko pale, alafu watu makelele, hata na mtu anapita mbele yake, kama anapita anaenda si sokoni tu, hana hata kupiga magoti, hata kuinama, fujo kuruka kule nini, sarakasi na nini. Hiyo sio kuabudu. Hiyo sio kuabudu kabisa. Kwa hiyo ninyi mapadi, kwa sababu mnahusikana na mafumbo matakatifu, ndio ambao mnapaswa kuelekeza watu, na usiruhusu watu wakafanya nini, wakafanya kuabudu Kristo kwa mtindo namna ya sarakasi namna hiyo. Kristo abudiwe kwa heshima zote kabisa. Nyimbo za Ekaristi, ukimya na kadhalika. Mambo ya sarakasi yasiwepo. Ndugu zangu wapendwa, ninyi mnaopewa daraja, utume wenu si wa Tareni tu, bali pia katika maeneo mengine, kutembelea wagonjwa hospitalini, mashuleni, magerezani. Pia mtakuwa katika maofisi mkisikiliza shida za watu. Pia mtatembelea familia na jumuiya ndogo. Aidha, kumbukeni kwa padri ni mfuasi wa kwanza. Hivyo endeleeni kujifunza. Mfuasi wa kwanza, endeleeni kujifunza, kusali na kuongoka kila siku. Endelea kujifunza na wakati kujitahidi kuongoka, yaani kuwa kuendelea kujitahidi kuwa mtakatifu kila siku. Hiyo ni kitu muhimu. Mamlaka yenu hayatatokana na vyeo vyenu. Sio utakuwa paroko, si paroko msaidizi, sio utakuwa huko baadaye ukawa si dekano, sio ukawa si nani wakili wa askofu au wakili wa kiaskofu. Sasa anasema mamlaka yenu hayatatokana na vyeo vya namna hiyo, bali ushuhuda. Mamlaka yenu yatatokana na nini? Na ushuhuda, jinsi mnavyoishi upande wenu. Ukiishi upande wako vizuri, utajisikia hata na watu wataona kwamba huyu mtu yupo na mamlaka. Huyu yupo na mamlaka. Kwa hiyo mamlaka hayapo katika vyeo na ule ushuhuda kwa Kristo, unavyoishi maisha yako. Waamini hawavutiwi na padri ambaye waamini huvutiwa na padri ambaye maisha yake huakisi Injili anayohubiri. Maisha yako yaakisi Injili ambayo kila siku utakuwa unahubiri. Kienda kinyume cha hapo, haina maana. Watu wanategemea kuishi kama unavyohubiri pale. Jitahidini kuyaweka maisha yenu mikononi mwa Mungu. Zipo
Zitakuwepo nyakati za faraja na nyakati za sadaka, nyakati za mafanikio na nyakati za kushindwa au kutokueleweka. Maisha au utume sio kila siku kwamba mambo yatakunyookia, lakini pia kuna wakati mwingine zinatokea changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo jiandae pia kwa hilo. Usijiandae ufikiri kwamba utume utakuwa rahisi sana na nini na kadhalika. Hapana, kuna nyakati nyingine unakuwa mgumu, wakati mwingine hata upinzani utakutana nao. Kwa hiyo jipe moyo na umtumainie Mungu. Kumbukeni kuwa mafanikio katika utume wenu hayatapimwa kwa vigezo vya kidunia, bali kwa uaminifu wenu kwa Kristo. Vigezo vya kidunia pale ambapo mtu wataanza kujisifu kwamba nimejenga ghorofa kubwa, nimejenga kanisa kubwa, sio nimejenga kitu gani na nini na nini. Vigezo vya kidunia, kutaka sifa na kadhalika. Lakini cha maana nini? Umekuwaje mwaminifu kwa Kristo? Hicho ndio kitu cha kimsingi. Naweza kajenga magorofa na nini, lakini usio mwaminifu kwa Kristo. Usio mwaminifu kwa Kristo. Na ndugu zangu wapendwa, ninyi ambao mko tayari kupewa daraja, na hii kila wakati inapotokea fursa ya kutoa daraja, huwa anasema, siachi kulisema, kwamba padri afanye yale ambayo ya kimsingi, afanye yale ambayo yanahusiana na daraja, yale mengine yanafuata baadaye, kwa sababu hayo mengine watu wengine wanakafanya, lakini yanayohusiana na daraja, maadhimisho ya sakramenti na kadhalika, watu wengine hawawezi kuyafanya. Sasa itokee kwa mfano parokiani, si kanisa linajengwa au ukumbi unajengwa au si nyumba ya mapadri inajengwa, alafu na padri upo kuangalia ujenzi huko, alafu unaangalia sasa, anakuja mtu muumini, kuna mgonjwa kule anahitaji kupakwa mafuta matakatifu, lakini unamwambia kwamba nasimamia ujenzi hapa, sio kanibia simenti kitu gani na nini. Sio namna hiyo inatokea, kwamba ukae pale ili mambo usiibiwe na kule kuna mtu anakufa. Hii ya kusimamia hata muumini wa kawaida anasimamia, lakini kwenda kupaka mtu mafuta ya wagonjwa, muumini ili haenda kafanya. Kwa hiyo yale ya kimsingi tuyapatie kipaumbele, yale ya kimsingi tuyapatie kipaumbele. Mengine haya ni ya ziada yanayohusiana na daraja takatifu, hayo tuyapatie kipaumbele, tuyafanyie kazi kwanza, na sio mengine ya kidunia. Nanyi waamini mliokusanyika hapa, tukio hili la upandisho litukumbushie jukumu letu la kuwaombea mapadri wetu na kuhimiza mito katika familia zetu na jumuiya zetu. Tumuombe Bikira Maria, mama wa mapadri, andamane nanyi na upewa daraja katika safari yenu ya utume wenu, na Mwenyezi Mungu afanye utume wenu kuzae matunda kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa wokovu wa roho za watu. Tumsifu Yesu Kristo.